الاستفادة ويتعلم التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. يا قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة الأبرار ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. رب يسر وأعن يا كريم بجاه محمد النبي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضحنا ما شئنا الفهم إنك تعلم ولا نعلم إنك أنت علام الغيوب. الحمد لله. Tukiendelea na kasida ya Sayyid al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad ambayo iliyoshereheshwa na mwanafunzi wake al-Imam al-Imam al-Laythi al-Durgham al-Habib al-Allama Ahmad bin Zayn bin Alawi al-Habashi al-Husaini al-Hadrami al-Shafi'i. Kitabu alichoandika ikaipa jina al-Mawarid al-Rawiyya al-Haniyya fi sharh al-abiyat al-manzuma al-wasiyya, ambayo huyo al-Habib Zain al-Habashi mwanafunzi wa Imam al-Haddad na yeye ndiyo sahibu risala al-Jami'a. Madha alitunga risala al-Jami'a ambayo ndio kitabu cha kwanza kabisa katika madarisi zetu watu waisoma katika min kutub al-fiqhiyya. Alaysa kadha? Na aloitunga ni al-Allama huyu tulomtaja Zain al-Habashi, ndio alotunga kitabu kama hicho al-Habib Ahmad bin Zain al-Habashi. Na hakikatan kwa sisi hatuna ilmu ya kueleza maneno mazito ya al-Imam al-Haddad, maneno ya kitasawuf, maneno ya wacha Mungu. Sisi wenyewe hatuna tasawuf, sisi wenyewe hatuna ucha Mungu, hatuna chochote, lakini tuwatekeleza ni amri ya ustadhi wetu al-Ustadh Ahmad Lale ambaye ni mdiri wa Darul Mudaththir. Waanza siku ya kwanza kutafsiri na akataka mimi al-faqiru ila Allah niendelee na hii tafsiri, na darasa ya mwisho nimwite yeye inshallah hafidhahu Allah ta'ala wa raa. Lengo ni yeye ndiyo amenifungua na yeye ndiyo atahitimisha. Sisi tunapokuwa tuwaeleza au tuwasoma maneno yaliyoandikwa hapa ni itibaa lilamri, kufuata amri pamoja jamaa, lakini sio kwa tuna ilmu au tufahamu maneno kama haya ya Imam al-Haddad la hatuelewi chochote na hatufahamu chochote. Wallahu shahidun ala ma aqul, na Mungu ni shahid kwa kila ninachokisema. Lakini ubaiti wa leo ni ubaiti wa 5. Akatuambia Sayyidi al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad wa ash'iri al-qalba khawfan la yufariquhu min rabbih ma'ahu mithlun min ar-raghabi. Soma. أشعر القلب خوفا لا يفارقه من ربه معه مثل من الرغب. طيب. وأشعر القلب ماذا؟ وأشعر القلب. إيه، فالإشعار الإعلام. ماذا؟ فالإشعار الإعلام كما لغو تفسير منيه الحبيب أحمد بن زين الحبشي. الإعلام، الإشعار نكوجوزا نكوتمبوزا نكويبا خباري. يقال هنا شعر بالأمر بضم العين وفتحها
kwa kuitia dhamma ain au kwa kuitia fataha, yote ni sawa. Sha'ara bil amri ni sawa na sha'ura bil amri ni sawa. Sawa jamaa? Ai alima bihi, amejua jambo hilo. Wa fatina lahu, bimaana tabayyanahu, ameibainisha ile jambo, amepata bayana yake. Wa aqalahu, na ameitilia kwenye akili. Wa fi tafsirin akhar, na katika tafsiri nyingine, tuweni pamoja tu inshallah, kisha mtu akitaka kuandika ataandika. Wa ash'ir bimaana ij'al, wa ash'ir bimaana ij'al, ijalie. Wa alzim, na ulazimishe. Wa adkhil ash-shu'ura fi qalbika, na uingize kule kutambua katika moyo wako. Tuko pamoja jamaa? Tayeb. Ay ughmurhu bihadha al-ihsasi, uifinike moyo wako kwa hizi hisia. Tuweni pamoja, tutaelewa maana yake. Wa ash'iri al-qalba, uitambuze moyo wako, uijulishe moyo wako, upe habari moyo wako. Tuko pamoja? Moyo ndio wenye kupewa habari na moyo ndio wenye kujuzwa. Tuko pamoja? Alqalbu mawdhi'u al-ihsasi, alqalbu moyo ndiyo sehemu ya kuhisi. Mtu akisema mimi nahisi, huwa anahisi kutoka kwenye moyo wake. Tuko pamoja ikhwani? Wal imani fil insan, na moyo ndiyo ilobeba imani katika mwili wa binadamu. Sisi tunazungumza alqalbu, alaysa kadha? Wa huwa maliku jami'il badan, na moyo ndiyo mfalme wa mwili wote. Huu mwili wote tulionayo inapelekwa na moyo, kwa sababu moyo ndio nini ya ikhwani? Mfalme. Wa huwa al-aslu, na moyo ndiyo asili. Wal badanu tabi'un lahu, na mwili inafuata mwili moyo. Lakini dereva ya mwili mzima tumesema nini ya ikhwani? Alqalbu ni moyo. Ndo katika hadithi ambayo tumeisoma na sote tuaijua, hasa ikiwa sisi tumesoma fasulul awwal katika akhlaq. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ala inna fil jasadi mudghatan, hakika jueni na mutanabahi. Inna fil jasadi, hakika katika huu mwili tulionayo sisi, mudghatan, kuna nini? Kinofu cha nyama. Mtume akatuambia sallallahu alayhi wasallam, idha saluhat salaha aljasadu kullu, idha saluhat, sio ikitengea hicho kinofu cha nyama, itakuwa mwili mzima umetengea, mwili mzima uko sawa sawa. Wa idha fasadat, na ikiharibika kile kinofu cha nyama, fasada aljasadu kullu, mwili mzima pia itakuwa imefanyika nini? Imeharibika. Tuko pamoja? Kisha Mtume akatuambia sallallahu alayhi wasallam, ala wa hiya alqalbu, ala jueni na mutanabahi, hichi kinofu cha nyama ambao kwamba mimi nakusudia, likitengea mwili mzima imefanyika nini ya ikhwan? Imetengea, sio? Na ikiharibika mwili mzima itakuwa imeharibika. Ala wa hiya alqalbu, mutanabani, juu na kutanabahi ni moyo. Mimi nakusudia nini? Moyo. Tuko pamoja ikhwan? Sasa al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddadi akatuambia, wa ash'iri al-qalba. Madha ya ikhwan? Ijuze moyo wako, ipe habari moyo wako, ilazimishe moyo wako. Kitu gani? Khaufan, kitu cha kujuzua moyo wako ni khaufu. Ni nini ya ikhwan? Khaufu bimaana khashyatan wa haibatan min Allah. Uitambuze moyo wako, uwe na alkhashya, uwe wa muogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na waona haiba ya Allah, utisho wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala.
alkhawfu an yakhafa alqalbu, na khawfu ni moyo kuogopa, mimma amila min adhambi, kutokamana na yale ambayo kwamba imefanywa kutokamana na nini ya ikhwan? Dhambi. Nadhani sisi tuko pamoja. Tukaambiwa jamaa, tujuze moyo wetu kitu gani? Khawfu. Yani jalie moyo wako imebeba kitu kinachoitwa nini? Khawfu. Tayeb, khawfu hiyo la yufariqu madha, ay la yatruku. Hofu hiyo iwe ikawa haiwachi moyo wako, wala yanfasilu anhu, wala hiyo hofu isiwe yapambanukana na mwili wako, ya kwenye moyo wako. Yani unayo moyo na ndani ya moyo kuna nini ya ikhwan? Hofu. Na hofu kama hiyo al-Imam al-Haddad akatuambia la yufariqu madha, yani maana yake la yufariqu al-khawfu al-qalba. Madha? Al-khawfu al-qalba, kwamba hii hofu isifarikiane na moyo wako, kila wakati angejaribu kubeba hofu ndani ya moyo. Ndio ash'iri al-qalba khawfan madha ya ikhwan? La yufariqu. Akasema nini ya ikhwan? Min rabbihi madha, min rabbihi, kutoka kwa mola wake au mola wake. Aldhamiru aidun ila alqalbi, na hii dhamiri inarudi kwa moyo. Hii dhamiri inarudi kwa moyo. Min rabbihi, yani min rabbil qalbi, maana yake kutoka kwenye mola wa moyo. Nani aloumba moyo wetu? Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi ula, ay min Allah subhanahu wa ta'ala, kutoka kwa mola subhana. Warabbu huwa sayyidul muslihu, warabbu nayo ni bwana mwenye kusilihisha, mwenye kutengeza. Walmurabbi, na mwenye kulea. Sisi tunaeleza arabbu, sio ya ikhwan. Walkhaliqu, na mwenye kuumba. Walmab'ud walma'bud, na mwenye kuabudiwa. Walaysa illa Allahul azizur rahim, na mwenye hizo sifa hakuna mwingine isipokuwa ni Allah. Man al-khaliq? Man al-murabbi? Man al-khaliq? Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kisema min rabbihi, tumesema wadhamiru aidun ila al-qalbi, dhamiri narudi, yani tumesema min rabbil qalbi. Min madha ya ikhwan? Min rabbil qalbi. طيب, معه ماذا؟ معه bimaana pamoja na hiyo khaufu, maana yake musahiban lah, yenye kusahibiana na hiyo hofu ambayo tumeambiwa jamaa tuijalie kwenye moyo, isitoke kwenye moyo, si ndio? Muqtarina bi, hali ya kuwa yenye kukutana na hiyo hofu. Mithlun bimaana shibhun, ay shibhun, maana yake kwamba mfano. Min ar-raghabi, bimaana min ar-raghba, kutokamana na mapenzi. Inshallah tutaelewa maana yake Sheikh anakusudia nini. Ay miqdaru au qadrun mumathilun min ar-raghabi, nayo ni mfano au kiasi chenye kufanana kutokamana na ar-raghab, mapenzi, na raja, min ar-rajai, kutokamana na kutarajia, watamau, na kuwa na tamaa, fi rahmatillahi, katika rahma ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thawabihi, na kuwa na tamaa na thawabu ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqalu raghiba fulanun madha, raghiba raghaban wa raghbatan wa rughbatan, harasa ala shay'i wa tami'a fihi. Mtu anapofanyia pupa kitu na akawa na tamaa na ile jambo, huwa anaitwa huyu jamaa ni raghibu. Madha? Raghibun fihi, ana tamaa, anapupa na hili jambo, na hili jambo alipenda. Tuko moja? Na lugha ya Kiarabu ni lugha fasaha. Ukisema raghiba fihi, huwa amependa. Sawa? Ukisema raghiba anhu, amechukia.
lakini raghiba fihi amefanya nini ya ikhwan? Amependa. Sasa al-Imam al-Haddad, jamaa, ili sisi tusitoke kwenye maudhui yetu, al-ma'na al-ijmali, madha maana ya kijumla, na kuna watu wanasinzia. Al-ma'na al-ijmali, maana ya nini? Ya kijumla. Ij'al qalbaka mumtali'an bi khashyati Allah ta'ala. Ij'al qalbak, ijalie nini ya ikhwan? Moyo wako mumtali'an, hali ya kuwa ni yenye kujaza, bi khashyati Allah, ni yenye kujaza khashya ya nani? Allah. Allati khashya, ambayo kwamba la tufariqu, haifariki moyo. Yani uwe na khashya ambayo daiman wa abadan haifarikiani na nini ya ikhwan? Na moyo. Ala an yakuna qadrun mumathilun min arrajai, na upande mwingine uwe na kiasi kama ile kiasi ya hofu ulionayo, uwe na kitu kinachoitwa arraja. Madha arraja. Tuweni pamoja ili inshallah tusipotezane. Al-Imam al-Haddad jamaa anatufahamisha ndani ya moyo beba vitu vingi. Sawa? Kitu cha kwanza inaitwa al-khawfu. Kitu cha kwanza al-khawf, yani umebeba hofu, wamuogopa Allah, wamuona Allah jalla jalaluhu. Ukisoma ayat za adhab unaona haiba ya Allah na utisho wa Allah na adhabu iliyokuwa kali ya Allah subhanahu. Lakini akatuambia ma'ahu mithlu min ar-raghabi, ma'ahu, yani ma'ahu bimaana pamoja na hiyo hofu ulioibeba ndani ya moyo. Usibebe hofu peke yake, beba na mfano wa hofu ambayo kwamba itakuwa ni kinyume, yani mukabili ya hofu ni kitu kinachoitwa arraja. Mukabili ya hofu nini? Wewe ni mrefu sio? Mfupi, sema hivyo. Sasa mukabili wako ni huyu. Sawa? Mfupi, mukabili wake nani? Mrefu. Sasa hii al-khawfu jamaa, mukabili yake ni kinyume chake nini? Arrajau, yani uwe na matarajio na Allah subhanahu wa ta'ala. Mola ana neema, Mungu atanipa hiyo neema. Mungu ana pepo, Mungu atanipa hiyo neema. Yani watarajia mazuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usibebe hofu peke yake, beba na nini? Arrajau. Ndo akasema ma'ahu mithlu min ar-raghab, beba pamoja na ile hofu mfano wa hofu, beba arraja. Tuko pamoja jamaa? Sasa je, al-khawfu ni nini na arraja ni nini? Tuweni pamoja. Ma haqiqatul khawfi war-raja, ni nini hakika ya khawf na raja? Inshallah tuweni pamoja, kisha karatasi nitampa, mtakitaka atandike. Na sisi tumefanya khulasa kwa sababu hii bait amesijua amesherehesha karatasi ngapi, na sisi hatuwezi kusherehesha yote kwa sababu tayari wengine naona uko taaban. Nahnu fi watan huwa fi jildi. Tayeb, al-khawfu hiyo hofu, taallumul qalbi. Madha ya ikhwan? Kusikia uchungu moyo, watawaqquhu, na kutarajia kwake ule moyo, liuqubati llah, ayo hofu liuqubati llah, kwa ukuba yani iqabi ya Mola, bi maana mateso ya nani? Allah. Bisababi dhambi, kwa sababu ya nini? Dhambi, au taksiri, au nini ya ikhwan? Taksiri yani upungufu ulionayo, yani wewe kwenye moyo waungua, wasikia uchungu, na kuna iqab watarajia kwa sababu kuna kosa ulilofanya au dhambi ulilofanya. Tuko pamoja? Hiyo ndo nini? Hiyo ndo hofu. Arrajau tama'ul qalbi fi rahmatillahi ma'a sa'i laha. Raja anasema ni moyo kuwa na tamaa katika rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, ma'a sa'i laha, pamoja na kuendea mbio kwenda kutafuta rahma ya Allah. Yani hapa tunafahamishwa raja si kutanua maguka kama ndani ya nyumba ukasema Mungu anayo rahma tanipa. Sawa? Unakuwa na tamaa na rahma ya nani? Allah. Inna rahmati wasi'at kila shay, si ndio? Imekunjukia kila kitu, lakini sio kwa waka ndani ya nyumba
ulale kisha Mungu bana, pepo yake ni kubwa bana, pepo yake ni kubwa, atanitia na mimi bana. Si masala, si hayo, ni kwenda mbio kuitafuta hiyo pepo. Ndio akatuambia ma'asai laha, kwenda mbio kwenda kutafuta hiyo rahma ya Allah subhanahu. Ingekuwa pepo mtu akilala tu ataipata, hata Mungu hangetuambia wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lilmuttaqin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Pamoja jamaa, hangetuambia wasari'u tena, hata wasra'u, nendeni mbio. Wasari'u, mshindane katika kwenda mbio, mshindane, sio wasra'u. Mtu akikwambia isra, nenda haraka, lakini akikwambia sari', bimaana akikwambia sari' shekhi, manake nenda na huyu mbio, si peke yako, sawa, nenda na huyu. Lakini akikwambia isra, nenda haraka, ni wewe tu. Lakini mkiambiwa wasari'u, ni kushindana kutafuta pepo ya Allah. Kwa pamoja jamaa. Sasa akatuambia kwamba arrajau nini ya ikhwan? Raja, tama'ul qalbi, ni moyo kuwa na tamaa, fi rahmatillahi, katika nini? Rahma ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala, ma'a sa'i laha, pamoja na kwenda mbio kwenda kutafuta hiyo rahma ya Allah subhanahu. Sio kutamani tu katika moyo ikawa imetosha, ikawa na rajaa, mimi basi inshallah nitaipata nini jamaa, rahma ya nini? Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii khauf na rajaa ina faida kubwa sana. Ina al-khawfu yahjizu al-insana an al-ma'siyah. Al-khawfu an al-ma'siyah, yamkingia, inamzuia, bimaana inamzuia binadamu kutokamana na maasi, inamzuia pamoja. Yani bimaana saa nyingine atakuja mrembo asimame mbele yako, kimwangalia huyu mashallah tabarakallah, ameumbwa akaumbika, lakini ikiwa uko ndani ya moyo kuna kitu kinachoitwa hofu. Lakini Mungu alituambia bana, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan. Wana sasa ile hofu ndio iliyokufanya usimuone yule mrembo tena, kwa sababu Allah ashakwambia wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasaa sabila. Sangine utapata labda mwanzako ameletewa biriani, mfano mwanafunzi ameletewa chakula, una njaa kweli kweli, naye ameshiba mpaka ameweka kwenye sanduku, na ile sanduku yake hakuifunga yeye, ameweka tu, wataka kuila. Lakini unaambiwa moja katika sharti ya ilmu, fattaqullaha wa yuallimukumullah. Sawa jamaa. Sasa unashindwa kula kwa sababu mimi najua nikila hapa mimi sitapata ilmu, afadhali ni muombe hata kama atanikataza. Sawa jamaa. Faida ya hofu nini? Tumesema inamzuia, inamkinga binadamu kutokamana na nini? Al-khawfu yahjizu al-insana anil ma'siyah. طيب الرجاء رجاء يدفعه الى العمل. ماذا؟ رجاء، lakini sile maasiya nini, hofu imekuzuia na maasiya, si ndio? Rajaa yadfa'uhu ila al-amal, inamsukuma ule binadamu aende afanye amali. Rajaa inamsukuma binadamu aende afanye nini? Wa ta'ati, na inamsukuma ule binadamu aende afanye taa. Wa adami al-ya'si, inamfanya binadamu asikate tamaa, ikakosekana kukata tamaa, kwa sababu anayo rajaa, na ile rajaa yake inamsukuma aende afanye nini ya ikhwan? Amal, ibada. Tuko pamoja sisi? Tayeb. Sasa akasema wa kaanna al-imam al-Haddad yaqulu lana, kana kwamba sasa Imam al-Haddad anatuambia sir ila Allah. Madha? Sir ila Allah, nenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, biqalbin, kwa moyo, lahu janahani, inayo mbawa mbili. Nenda kwa Mwenyezi Mungu kwa moyo ambao kwamba ina mbawa ngapi jamaa? Janahul khawfi wa janahur rajai. Janahul khawfi, yani mbawa ya khawf na mbawa ya nini? Ya raja. Yani upande mwingine unayo
mbawa ya hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na upande mwingine unayo mbawa ya kumtarajia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba atakupa mazuri na atakulipa mazuri. Tuko moja? Sasa asaliku ila Allah, anaokwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anatakikana aishi na hizi mbawa mbili ya ikhwan. Mbawa gani na gani? Janahul khawfi wa janahur rajai. Madha ya ikhwan? Fala yatiru illa bihima ma'an, fala yatiru illa bihima ma'an. Wa haruki huyu asaliku ila Allah, kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa kwa hizo mbawa mbili, janahul khawfi wa janahur raja. Sawa jamaa? Kama vile ule ndege, kama ndege huruka kwa mbawa zake mbili zote, sio? Mshike ule ndege, mvunje mbawa moja kisha mwachilie, ataruka? Hawezi kuruka. Hata asaliku ila Allah, anaokwenda kwa Mwenyezi Mungu, anatakikana aende kwa Mwenyezi Mungu kwa hizi mbawa mbili. Tumesema gani na gani ya ikhwan? Wajanahu rajaa. Tuko pamoja jamaa? Na alotufundisha haya maneno ni al-Imam al-Haddad, wa ash'iri al-qalba khawfan la yufariquhu min rabbih. Hiyo nini? Hiyo ni al-khawf. Kisha tukaambiwa ma'ahu mithlu min ar-raghabi, na hiyo nini jamaa? Ar-raja subhanahu. Wenda uwe na raja kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha ulama wakasema hunaka al-farqu baina al-huzni wal-khawf. Sangine mtu anakuambia niko na huzni bana, niko na nini, na mwingine akakwambia niko na hofu bana. Ni pamoja sisi wanasema kuna utofauti. Wanasema alhuznu yakunu ala ma fata wal khawfu mimma huwa atim. Alhuznu yakunu ala ma fata, mtu huzunika juu ya kitu ambacho imemfutu, yani imempita, sio? Mathala kama sisi leo tunaweza kuwa tuna huzuni kama mimi, yani sio nyinyi. Wallahi lao ungekuwa mimi ningekuwa mwanafunzi pale nilipokuwa nasoma, ningejitahidi, ningekuwa ni ustadhi mzuri mwenye fahamu katika ilmu na najitahidi. Sasa nahuzunika juu ya kitu kilichopita. Tuko pamoja? Wal khawfu mimma huwa ati, lakini khawf yani una hofu na kitu ambacho chaja, sio kitu kilichopita. Tuko pamoja? Mathala ala sabili almithal, mwanafunzi amefanya mukhalafa, lakini hakupewa iqama. Sasa huwa ana hofu, mimi nitapewa iqabu gani shekhi? Sijajua, nimefanya mukhalafa tu, lakini iqaba ambayo nitakuja kupewa sijui. Sasa huwa ana hofu na iqabi inayokuja, sio kwamba ile iqabi ishapita. Lakini saa nyingine amefanya mukhalafa na akapewa na iqab, akasema kwa nini mimi sikule nimekhalifu? Huwa inaitwa nini? Pamoja jamaa? Tayeb, sisi tumalize, tusizungumze sana. Masala haya ni masala muhimu sana jamaa, kukusanya vitu viwili, madha alkhawfu warraja. Wakasema wal ulama yaquluna la yasluhu ahaduhuma wahda, yani haisilihi moja katika hizo mbili, yani ukawa una hofu peke yake haisihi, au ukawa na raja peke yake haisihi. Tuko pamoja jamaa? Lazim an tajmaa bainahuma, lazima usikusanye zote mbili. Gani na gani ya ikhwan? Wakasema man abada Allah, yoyote mwenye kumwabudu nani? Allah jalla jalalu, bil khawfi faqat, kwa hofu peke yake, akamwogopa, yani yeye aliyokuwa nayo ni hofu tu. Qad yaqa'u fil ya'si wal qunut, huenda akatuka, yani akaingia bimaana katika kukata tamaa. Kila kiona yeye unaona aya za adhabu tu, kila kiona unaona moto tu, atafanya nini? Adhabu ya Mungu waquduha nasu wal hijara, sio ya ikhwan? Huenda huyu Mungu mbona adhabu yake hivi shekhe, kila siku adhabu, kila siku moto. Sasa usimwabudu Mwenyezi Mungu kwa hofu peke yake.
Sawa ikhwan, lakini wakasema waman abadahu birrajai faqat, na mwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa raja peke yake, yani yeye mashallah waswali mimi wa peponi bwana, mimi wa wapi? Mimi neema zote mtazipata mimi, yani yeye aliyokuwa nayo ni raja, ama masala ya adhabu haioni kabisa. Sawa jamaa, kad yaqau fil amni min makrillah, huyu pia huenda akatuka na kuingia katika kujiaminishia vitimbi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa lazima ubebe nini jamaa? Waman jamaa bainahuma istaqama, na yoyote mwenye kukusanya baina hizo mbili atafanya nini? Atalingana, atasimama vizuri, kwa sababu huku anayo janahul khawfi na huku ana janahu arraja. Walihadha qila, na kwa ajili ya hilo limesemwa alkhawfu warrajau kajanahai tairin, khawfu na raja ni kama mbawa mbili ya ndege, la yatiru illa bihima, yule ndege hawezi kuruka isipokuwa kwa hizo mbawa mbili, kama tulivyosema ikhwan. Kwa moja sisi tumalize inshallah, tusiwe na marefu sana. Fikratul jam'i baina al-khawf wal-raja ja'at wadihatan fi iddati ayat. Fikra ya kukusanya baina al-khawf wal-raja, baina al-khawf wal-raja imekuja kitambo sana katika ayat za Mola na al-ahadith an-nabawiyya, katika hadithi za Mtume Muhammad. Mmoja sio masala ya ulama tu kueleza, hata Mungu masala ya arrajau na alkhawfu ashazungumza kitambo, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashatueleza masala ya alkhawfu warraja. Akaambiwa Mtume Muhammad nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim, anni wa anna adhabi wal adhabul alim, wa anna adhabi wal adhabul alim. Nabbi ibadi bimaana khabir ibadi, wapi khabari waja wangu. Na hii ni idafa ya tashrifia, ibadi waja wangu, waumini hao. Allahumma ij'alna min ibadihi, Mungu atujalie katika waja wake. Sawa jamaa, anni hakika yangu mimi, ana al-ghafuru mimi ndiyo mwenye kusamehe mno, arrahimu mimi ndiyo mwenye sikitiko mno. Sasa angalia, kabla hapo akisha akasema wa anna adhabi, na hakika adhabu yangu, huwa al-adhabul alim, nayo ni adhabu yenye kutia uchungu. Tuko pamoja jamaa? Lakini angalia rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, namna anavyotupenda Allah jalla jalalu. Akaambiwa Mtume nabbi ibadi anni, wana hiyo taukid, hakika yangu mimi. Sawa, kisha akasema ana mimi, al-ghafur, tena katia na al, mimi ndiyo mwenye kusamehe mno, ar-rahim, tena mwenye kusikitikia mno. Ilikuwa anaweza kusema nabbi ibadi ana ghafurun rahim au ana al-ghafurur rahim, si lazima hata kusema inni. Sawa, na kisema inni anaweza hata kusema inni ghafurun rahim. Mmoja jamaa, lakini zote hizo Mwenyezi Mungu ametuletea sisi ummati Muhammad. Lakini angalia katika adhab, subhanal malik, hakusema wa anni. Sawa jamaa, wa anni anal muadhibu, pia alikuwa anaanza kusema wa anni. Sawa, wa anni, na hakika yangu mimi, anal muadhibu, mimi ndo mwenye kuadhibu, kama vile alivyosema katika al-ghafurur rahim. Al-ghafurur rahim hii imekuja kwa sigha ya ismul fa'il ambayo kwamba inayo mubalagha, katika auzanul mubalagha moja ni hii fa'ulun, ghafurun. Sawa jamaa, yani mimi subhanal malik, ni mimi ni mwenye kusamehe mno, na mimi ni mwenye kusikitikia mno. Lakini katika adhab ametuambia nini? Wa anna adhabi, hakika nini? Adhabu yangu. Hakutia sijui inni anal muadhibu, yote hakutia Allah subhanahu wa ta'ala.
huwa al-adhabu al-alim, adhabu yangu ni yenye kutia nini. Sasa ulama wakasema kuna jamaa baina raja, Mwenyezi Mungu amekusanya baina nini, raja, na aliposema al-ghafurur rahim, tuko pamoja jamaa, wal khawfi, na amekusanya baina khawfu na raja, sawa. Bali aliposema wa anna adhabi huwa al-adhabu al-alim, tuko pamoja jamaa, ametaja rahma na ametaja adhab. Ametaja rahma, maana yake nini? Kama vile unavyoona rahma ya Mwenyezi Mungu, vile vile pia uone nini, adhabu ya Allah, ili uwe na sifa mbili hii ambayo Imam al-Haddad ametueleza kwamba mtu awe asaliku anaokwenda kwa Allah, awe na raja na awe na nini ya ikhwan, al-khawf. Tuko pamoja sisi? Katika aya nyingine qala ta'ala yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Madha? ay ya'buduna Allah, wanamwabudu nani? Allah subhanahu wa ta'ala, wa hum baina khawfin min iqabihi, na wao fil hali wako katika khawfu kutokamana na iqabi ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala, wa tama'in fi rahmatihi, na kuwa na tamaa katika rahma ya Allah subhanahu. Yani Mwenyezi Mungu alipowaeleza waja wema jamaa, akasema sifa zao, yad'una rabbahum khawfan, sifa ya kwanza hiyo ni arraja, kisha sifa ya pili wa tama'an, sio yani wao katika kumwabudu Allah na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, yad'una rabbahum khawfan, sifa ya kwanza, na sifa ya pili wa tama'an, wanamuomba Allah na kumwabudu Allah fil hali, wana hofu na Allah fil hali, sio hofu peke yake, wa tama'an, na fil hali wanatamaa na Mola subhanahu wa ta'ala, rahma ya Allah, sikitiko ya Allah, pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi ula. Tuko pamoja sisi ya ikhwan? Masala ya raja ni masala ya kitambo, tumsikilizeni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema, na hii hadithi ni hatari, subhanallah, anasema law ya'lamu al-mu'minu, law angejua mu'mini ma inda Allah, yale yaliyoko kwa Allah subhanahu wa ta'ala, min al-uqubati, kutokamana na ukuba, mateso aliyokuwa nayo Allah. Lau muumini angejua ukuba ya Allah, mateso ya Allah, ma tami'a bi jannatihi ahadun, hakuna yoyote angekuwa na tamaa na pepo ya Allah. Lau ingekuwa sisi tuwajua nini ya ikhwan, ukubatullah, mateso ya nani? Allah. Ya Allah. Lau muumini angelijua mateso gani Allah ako nayo, basi hakuna yoyote angekuwa na tamaa na pepo ya Allah. Sawa? Kisha akasema Rasulullah. Jamaa, tuweze kumswalia Mtume sisi. Akasema walau ya'lamu al-kafiru, na lau ingekuwa ajua nani kafir, ma inda Allah, yale yaliyokuwa kwa Allah, min ar-rahmati, kutokamana na nini, rahma ya Allah, ma qanata min jannatihi ahadun, hakuna yoyote angekata tamaa na pepo ya Allah. Sawa jamaa, mu'min angejua ukuba alionayo Allah, hakuna mwingine yoyote atakaa kuwa na tamaa na pepo ya Allah. Na kafir ule ambaye hakutamka nini, lau angejua ile rahma alionayo Allah subhana, basi hakuna yoyote angekata tamaa kutokamana na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake bado tuwafundishwa nini jamaa? Al-khawfu war-raja. Tunafundishwa nini? Al-khawfu war-raja. Angalieni masahaba wa Mtume Muhammad. Na mimi nitamtaja Sayyiduna Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu. Kama vizuri. Nitamtaja nani? Sayyiduna Umar radiyallahu anhu alikuwa na khawfu na raja kubwa sana sana. Asema lau nudia, lau kesho siku ya kiyama itanadiwa, watu wote wakusanywa katika uwanja mmoja, watu wakanadiwa, wakaambiwa anna kulla nasi fi nnari illa wahidan la dhanantu annahu Umaru. Lau angenadiwa watu anna kulla nasi, kwamba kila watu, kila mmoja, fi nnari, ataingia katika moto, illa wahidan, isipokuwa mtu mmoja tu ndo ataingia peponi, watu wote wataingia nini?
motoni. La dhanantu annahu Umar, ningadhania kwamba huyo wa kuingia peponi ni Umar. Sawa, watu wote wanadhiwa jamaa, watu wote wataingia motoni isipokuwa mtu mmoja tu ndio ataingia wapi? Peponi. Asema mimi ningedhania huyo mwenye kuingia peponi ni nani? Ni Umar ibn al-Khattab. Anajikusudia mwenyewe. Sawa, walau nudiya, na lau pia ingenadhiwa anna kulla nasi fil janna, watu wote wataingia wapi? Katika pepo ya Allah subhana, illa wahidan, isipokuwa mtu mmoja ndio ataingia katika moto. La dhanantu annahu Umar, pia ningedhania kwamba huyo mwenye kuingia motoni nani? Ni Umar. Amekusanya nini jamaa? Al-khawfu wal-rajaa. Ndio ubeiti ambao kwamba leo inshallah tumezungumza bil ikhtisari, tukaambiwa wa ash'iril qalba. Madha? Ash'iril qalba. Itambuze moyo wako. Ipe habari moyo wako. Kitu gani? Khaufan. Ipe habari moyo wako, katika moyo wako eka hofu. Hofu ambayo kwamba la yufariqu, bimaana la yanfasilu anhu, haipambanukani na moyo wako. Daiman wa abadan moyo wako imebeba kitu kinachoitwa hofu. Kisha akatuambia nini? Min rabbihi, kutoka kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Uwe na hofu, bimaana min rabbil qalbi, min rabbil qalbi, lakini usiwe na janibul khawf peke yake. La, akatuambia ma'ahu mithlu min ar-raghabi, ma'ahu vile vile uwe na kitu ule ukusanye pamoja na hofu, kitu kinachoitwa ar-raja, vile vile umtarajia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa pamoja jamaa, mimi nimalize. Siku moja Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu alikumbuka usiku, yeye mwenyewe alikuwa halali Sayyiduna Umar, na hakuna, alikuwa mwadilifu daraja mwisho, uadilifu wake ulikuwa daraja mwisho. Sayyiduna Umar radhiallahu anhu akawa yazunguka katika mji usiku, labda kuna watu wana shida, basi akafika kwenye nyumba moja, akasikia kuna mama anamwambia binti yake, amwambia Sheikh, hayo maziwa ambayo kesho sisi tutawauzia watu, hebu changanya na maji kidogo, yawe mengi tupate pesa nyingi. Sawa. Sayyidina Umar alikuwa na mtu nyuma yake, kama yusikia yale maneno. Anasikia nini? Yale maneno. Yule binti akamwambia mamake, akamwambia la, ujisikia Amirul Mu'minin amekataza masala ya ghushi, na kabla ya hapo Mtume ashatuambia man ghashana falaysa minna, man ghashana falaysa minna, mwenye kutugushi sio katika sisi. Gushi ni kumdanganya mtu, mathalan ukamletea asali la kumbe si asali safi, au sio asali ya kiasili. Kwa moja ukachanganya maziwa na maji, hiyo ndo gushi hiyo. Nafahamu? Saa nyingine waliyadhu billahi min dhalik, ukamwambia mtu bana, huu mchele ni mzuri, kumbe mchele na takataka, zikitolewa zile takataka ni nyingi zaidi kuliko hata mchele. Au saa nyingine takataka na mchele zinaenda sambamba. Hiyo ndo nini? Gushi. Basi yule akamwambia, lakini Amirul Mu'minin la yarana, Amirul Mu'minin hatuoni. Sasa amelala, yuko kwake nyumbani. Kumbe Amirul Mu'minin yuko wapi jamaa? Yuko nje ya nyumba. Yule binti akamwambia Amirul Mu'minin akamwambia binti yake, mamake afwan, akamwambia in kana Amirul Mu'minin la yarana farabbu Amirul Mu'minin yarana, ikiwa Amirul Mu'minin hatuoni, basi yule Mola wa Amirul Mu'minin anatuona. Kwa nini tufanye ghushi mama? Basi subhanal malik, Sayyiduna Umar akamwambia yule aliyofuatana naye, hii nyumba hii ti alama kidogo. Nyumba ikatiwa alama. Ikatiwa nini? Alama. Ikatiwa alama. Ikatiwa alama. Ilipokumbukiwa asubuhi, akamwambia twende kwenye ile nyumba. Akaenda yeye na yule tuseme mfanyikazi wake au khadimu wake. Kufika pale, Sayyidina Umar akamwambia, jana yale mliokuwa mkizungumza mama na binti, mimi nimewasikia.
nimewasikia. Na sasa, kwani wewe mama hujui kama haya mambo ni makosa? Pale pale ule mama akamwambia, nisamehe Amirul Mu'minin, wa inna Allaha ghafurur rahim, wa inna Allaha, akamwambia usikumbuke wa inna Allaha ghafurur rahim, pia Mwenyezi Mungu shadidul iqab. Kumbuka na hilo wewe, kumbuka tu inna Allaha ghafurur rahim, pia Mungu ni shadidul iqab. Nani amwambia? Saidina Umar. Sasa amtaka huyu mwanamke akusanye baina rajai wal khawf. Tuko pamoja jamaa? Kisha kisa ni ndefu, hatuna haja mpaka kumaliza kwa nini mwisho huko, lakini alhasil sawa. Alhasil akamwambia, mimi nataka kumuona ule binti yako, sawa. Akamwambia, binti wewe? Akamwambia, ni mimi. Basi akamwambia, mimi nataka wallahi, wewe ni binti mzuri, nataka mkuozeshe mmoja katika watoto wangu. Sibidi Saidina Umar akaenda kule watoto wake, kusanya kina Ibn Umar na wengineo, kina Salim. Ibn Umar tayari alikuwa shaoa, sawa, shaoa. Basi kuna moja, ikiwa sijakosea, ni Salim, akamwambia sawa, mimi baba sijaoa, nataka kuoa. Akachukuliwa akapelekwa kwa yule binti. Na katika sheria ukitaka kumuoa mwanamke ni sunna umuone, lakini sio kukaa na yeye ukampapasa ukatembea naye, sio sheria. Sheria umuone sehemu mbili, alwajhu wal kaffain, umuone, sawa. Achukuliwa yule kijana Salim akapelekwa kwa ule binti. Binti akamuona na Salim pia akamuona. Kila mmoja alipomuona mwenzake, yani ile ishara ikaonekana kwamba hawa kila mmoja ameridhia na mwenzake, wakaozeshwa. Wakafanya nini? Wakaozeshwa. Yani Saidina Umar atafuta yani binti kama huyu, si wa kuachwa. In kana Amirul Mu'minina la yarana, fa rabbu Amirul Mu'minina yarana. Huyu si wa kuachwa, kamwozesha mtoto wake. Kisha ulama wanasema subhanal malik, katika kizazi chao ikaja ikapatikana mtu anaitwa Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz. Sayyiduna ambao huyu ni al-Khalifatul Khamisa al-Adila ar-Rashida. Kila mmoja kwa wale wasomi wanamjua Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz ni nani, sawa. Lakini nyanyake ni nani? Umar bin Abdul Aziz nyanyake ni yule aliyomwambia mamake, in kana Amirul Mu'minina la yarana, fa rabbu Amirul Mu'minina yarana. Ndio hata huyu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz akapewa jina la babu yake huko, Sayyidina Umar. Tuko pamoja? Sasa inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tuwe na arraja wal khawf. Tusijamishie tu Mungu ni Ghafuru Rahim peke yake, ala, pia kuna shadidul iqab. Kibeba hizo utakana uende kwa Mwenyezi Mungu kwa hizo mbawa zote mbili inshallah. Kwa haya tunazungumza machache sana. Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana.